Hataki watu wakusikia Ruto akikoa wanaenda chini ya meza. Hivi tu saa hizi ndio tunaonyeshwa vile Ruto anaongea kule Kisumu. Pale saa hizi anaongea Kisumu ndio anasema amefika kule akashindwa hii watu walisikia nikiongea kule nikiwa kule Nyeri. Walisikia nikisema siwezi kuacha nyinyi niende nikatafuta wapumbavu. Amejua amefika Kisumu. Si lazima abadilishe story yake. Sasa amebadilisha ati nyinyi ni watu werevu sana. Nyinyi si wajinga kama Kalonzo na Rigathi Gachagua. Hapa nimeona viongozi wa kanisa. Tafadhalini hii mtu anatakiwa maombi. Ama mnaonaje? Mchana unaita watu wapumbavu. Na siku ile unafika kwao unaambia unajua nyinyi ni watu werevu sana. Wale wapumbavu walikuwa kina nani? Hata watoto mimi najiuliza saa zingine. Hata yeye hawezi kujiuliza watoto wangu watafikiri mimi nimeruka kichwa ama ni nini imeharibika. Kule nikiwa kule niambia mnajua nyinyi ndio mliniingiza kwa kiti. Siwezi kuwaacha nichukuane na wapumbavu. Alafu leo hii wakati tuko hapa ati nyinyi ni werevu sana. Wamekuwa werevu. Na juzi walikuwa wapumbavu. Mimi sitaki kutamka watu kwa majina fulani, lakini huko si ni Kisumu. Si ndio alikuwa anasema ni wapumbavu? Huyu mheshimiwa waziri Muturi akisema ati huyu Kasongo aombewe. Na mimi nikiangalia nilisikia katika Biblia kuna Yesu alienda akapata mtu alikuwa na wazimu, akatoa wazimu akapatia nguruwe. Si mnajua hiyo story? Mimi sasa ninaona zile wazimu za hiyo nguruwe zimetoka kwa nguruwe zimeingia kwa Kasongo. Anaropokwa kama mtu wako na kichaa. Huyu mtu si wa kuombewa mheshimiwa Muturi. Huyu ni mtu wa kupelekwa Mathare. Maana yake hiyo akili yako nayo si ya mtu ambaye ako na akili timamu. Anasema ati mheshimiwa rais wa awamu ya 6 Kalonzo Musyoka atiana akili. Huyu Kalonzo Musyoka huyu senior counsel atiana akili. Ati Kasongo ndiye ako na akili. Ukitaka kujua Kalonzo Musyoka ako na akili, enda usome kitabu yake Against All Odds. Huyu Kasongo kuna kitabu ameandika. Ataandika nini na anaandika ufisadi? Anawezi kuandika ufisadi kwa kitabu. Akiandika kitabu anaandika wizi. Akiandika kitabu anaandika vile ameua watoto. Huyu Kasongo ni mjinga sio mjinga. Unaona huyu JB Muturi? Huyu ameandika yake back to order. Wewe Kasongo tunakuchallenge. Kama uko na akili, andika kitabu yako sasa tuone. Harambe! Aende asiende. Ni mjinga sio mjinga. Ni mwizi sio mwizi. Ni muuaji sio muuaji. Harambe! Haya basi mimi nimekuambia mimi ni mtu wa Wiper. Nikisema Wiper unasema nini? Wiper! Muko tayari kukomboa Kenya? Mtasimama na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na huyu askari yake Mboe. Wametosha wajotosha. Wako fiti wako fiti. Wako sawa. Harambe! Hakuna mahali mtu anaenda akosa kutaja Kalonzo. Kila mahali anasema nini? Kalonzo. Hata akifungua project ya choo lazima ataje Kalonzo. Na wacha niwaambie anatupigia kampeni. Mimi nakuomba Excellency usiwache. Endelea kutaja Kalonzo. Hata pale tujafika enda utaje. Kwa sababu ile kitu anasema hiyo ndio ya kutuitishia kura. Ati anasema ati Kalonzo wakati alikuwa deputy president, vice president wa Kibaki, ati hakuweka lami barabara ya kwenda nyumbani kwake. Nataka kuuliza tukiwa hapa Miemboni, kama Kalonzo angeweka barabara ya kwenda kwake nyumbani lami, ingetusaidia na chochote? Hapana. Tunataka tumjibu, tumwambie Kalonzo akiwa vice president hakuweka lami ya kwake, lakini alipatiana masomo ya bure ya watoto wa nchi ya Kenya wote. Na ndio kwa maana yule yako kwa kiti sasa, hata
hata mahali ameweka ng'ombe anapeleka lami, mahali anapanda mahindi anapeleka lami, mahali wafanyikazi wanalala anapeleka lami. Sisi tumesema enjoy kuweka lami kwa vitu zako. 2027 asubuhi mapema tumeamua ni Dr. Steven Kalonzo. Sasa mwalimu, unajua mimi nimesikia result vile umesema na nimekaa na wewe, na wacha niongee sababu tuko kwa shule. Performance ya shule yetu sio nzuri.